Wakati wao nitaomba Lukose atakuja kusoma hapa ujumbe ambao tutakwenda kuusoma, au hapo alipo anaweza kunifungulia kitabu kile cha Yohana sura ile ya 14. Tutakuwa na ujumbe mzuri toka katika kitabu cha Yohana. Popote pale ulipo unaweza kunifuatisha. Kama una Biblia ambayo ni kitabu hiki ni neno la Mungu. Kwa hiyo tutakwenda kufungua kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 14. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Tutakutana na habari njema nzuri sana mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Karibu ukasome, mtumishi wa Mungu. Yohana 14 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Ndani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunasoma maneno ya Mungu, na haya maneno ya Mungu yatakuwa na kichwa cha somo kinachosema Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Jioni ya leo Mungu amenipa neno hili, watu wa Majumbani, popote ulipo, hata kama hujawahi sikiliza habari hizi za Yesu Kristo, nikuombe unisikilize japo kidogo. Mungu amenipa ujumbe huu nikuletee watu wa Majumbani. Yeyote anayenisikiliza, hata kama sio mtu wa Majumbani, unakuhusu ujumbe ni wako. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Njia, kweli na uzima ni ya Yesu peke yake. Hakuna njia nyingine iliyo ya kweli duniani zaidi njia ya Yesu Kristo peke yake. Hebu tambua nafasi ya Yesu. Yesu ni nani? Ninamzungumzia kwamba Yesu ndiye Kristo, ndiye mwana wa Mungu aliye hai, ndiye aliyetumwa ulimwenguni kwa kusudi maalum la kumwokoa mwanadamu. Na ndio maana nimesema kwamba sikuja mahali hapa kuileta dini. Hiyo ni njia tu, maana dini ni mpango wa wanadamu, lakini wokovu ni mpango wa Mungu mwenyewe kwa mwanadamu. Na ndio maana Yesu anajitambulisha kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Hakuna njia nyingine ya uzima popote pale. Hata utafuta uzunguke, hata utembee kwa waganga, sijaona. Nilie mbele yako, nimepita sana kwa waganga kwa njia ya ndugu zangu niliokuwa nao, lakini sijaona. Mpaka hivi ninavyoongea, wapo ndugu zangu ambao mpaka hivi sasa walitegemea sana waganga, wamefariki hawapo, wamekufa hawapo. Nilipata majibu kwamba ni Yesu tu ndiye njia, kweli na uzima. Kwa huyu Yesu ninayekuelezea jioni ya leo, huyu ndiye mtoa uzima wa kweli. Hakuna mwingine. Ndugu zangu waliteseka, lakini hawakupata msaada wa aina yoyote. Kila nilipowaambia kuhusu habari za Yesu hawakuweza kunisikiliza, lakini mwisho wake ulikuwa ni mauti. Kwa hiyo namwelezea Yesu aliyekuja duniani kwa kusudi. Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Huyu ndiye Yesu ninayemhubiri mbele yako. Huyu ndiye Yesu ninayemtangaza kwako mwanamke mwenzangu. Huyu ndiye Yesu ninayemhubiri kwako mwanaume unayenisikiliza.
unayenisikiliza, na kwako kijana unayenisikiliza, na kwako mtoto unayenisikiliza, maana wewe ndiyo mwana ulimwengu kama mimi nilivyo. Yesu alikuja kwa kusudi hilo, kwa mpango wa Mungu mwenyewe. Huyu ndiye Yesu anayetoa uzima wa kweli. Na tunaposema uzima wa kweli tunazungumzia nini? Nini maana ya uzima? Uzima ni wokovu. Ni wokovu anaopokea mtu ndani yake anapomwamini Yesu Kristo. Uzima ni wokovu. Usije ukakariri kwamba ninaenda kanisani ili nikaweke mikono nikaombewe nikapone. Hakuna. Ni wokovu. Na ndio maana nimekutambulisha kwamba katika kitabu cha Yohana anaposema alimtoa mwanae wa pekee. Kwa ajili ya nini? Ili kuokoa wewe mwanadamu. Wewe mwanadamu unaishi, unahitaji wokovu. Uzima ni wokovu unaoingia ndani ya mtu anapopokea ule wokovu. Anapopokea ule uzima inafanyika neno kuwa wokovu, na kisha wokovu ndio unayeleta uzima kweli kweli. Maana hapo ndipo mtu anapompokea Yesu. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ile ya 10 na mstari ule wa 9, anasema mstari wa 10, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Tunaupata wokovu kwa njia ya Yesu Kristo. Unapopata wokovu ndio uzima wenyewe. Unaona watu wamepoteza amani, hawana amani. Maana tunaposema amani ndio uzima huo. Tunaposema furaha ndio uzima huo. Nyakati za leo watu wamepoteza amani. Majumbani mwao hamna amani. Usione majumba haya yametuvisha. Tumetengeneza majumba mazuri, yanaenda hewani kwa muonekano wa nje. Hata yule maskini anatamani, jamani, na mimi ningepata neema ya namna hii. Lakini ukiingia hapo ndani hakuna amani. Uzima haupo. Kwa nini? Kwa sababu wokovu haupo kwa huyo mtu. Na ndio maana uzima upo. Maana napoelezea uzima naelezea wokovu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Na pia ninapozungumzia kuhusu habari ya uzima, nazungumzia vitu viwili. Nazungumzia uzima wa duniani ambao anaingia Yesu ndani ya mtu, yule aliyeamua moyoni mwake mwenyewe, aliyefungua moyo wake. Na ndio maana nimesema kwa moyo mtu huamini kupata haki. Pale anapomkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Pale mtu anapomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huo ndio uzima ninaoelezea. Kwa uzima wa kumpokea Yesu ili uendelee kuishi hapa duniani. Lakini kwa uzima na matunda wa kuirithi uzima wa milele. Yesu ameandaa uzima wa milele kwa ajili yako. Hili unalokiona hapa hatujachanganyikiwa, hatujapoteza moto wetu. Ufahamu wetu, tuna kazi zetu, tuna shughuli zetu kama wewe, tuna mipango yetu kama wewe, tuna waume wazuri kama wewe, tuna wake wazuri kama wewe, tuna watoto wazuri kama wewe. Lakini ndani ya hao wote tunatarajia uzima wa milele wa Yesu Kristo. Na ndio maana tumesoma habari hizi tutaziona. Yesu tu unapomwamini anaingia ndani yako. Vile anapoingia ndani yako anaenda kuleta mabadiliko. Na ndio maana kuna wengine magonjwa haya hayaponi. Unasema nimezunguka kote, bila nimeingia hata kanisani sioni. Ni kwa nini? Pengine bado hujamwamini Yesu. Bado hujamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unamwona mbele yako, nimemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Toka nilipomkiri Yesu, nimeona badiliko lisiokuwa la kawaida. Nimekutana na neema ya ajabu. Nisingesimama mbele yako. Na ndio maana katika Yohana 1:12 inasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Hili nalituona hapa. Na ndio maana nimesema tujachanganyikiwa. Tuna uwezo wa Mungu ndani yetu. Ndio unaotufanya tukupende na wewe, tukuletea habari za wokovu, tukuletea habari hizi za Yesu, tukwambie Yesu anaokoa. Na ndio maana Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Ni Yesu tu mwenye njia, kweli na uzima.
Na ndio maana hata mtu akifa katika Kristo, Biblia si tunasema amelala. Ndio. Na analindwa na nguvu za Mungu. Amina. Na anazingirwa usiku na mchana. Wewe hata uende na matambiko yako hakuna kinachoongea. Ndio. Mwisho wa siku utapigwa na mateke huko. Hapo sasa. Kwa sababu kaburi la mteule ni bandiko kabisa limeandikwa. Analindwa usiku na mchana mpaka siku ya unyakuo. Ambao Yesu atakuja kumchukua kila mmoja mmoja. Yaani wale waliomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Leo nimeleta ujumbe. Ndio. Ninakuletea habari hizi mwanamke mwenzangu. Ndio. Unayenisikiliza. Najua wewe ni mzuri sana. Hata yule dada yangu aliyekuwa naomba alikuwa ni mzuri, sawa? Ni kweli na Biblia imeandikwa kabisa. Kama mtu alikuwa mzuri kweli, sawa? Inaandikwa. Inapoelezea juu ya habari ya nani? Ya dada. Kwamba alikuwa mzuri, ni mzuri kweli. Sio rongo. Kweli. Sawa? Sawa. Kwa hiyo alikuwa mzuri, alikuwa ameenda hewani. Lakini mwisho wa siku paralyze kamshika nguo. Wamejaribu kwenda kwa waganga wapi? Wameleta waganga toka Tanga. Wale waganga wenyewe kweli kweli. Lakini tukaishi nao mahali pale. Lakini sikuona uzima wa kweli zaidi ya kuona kwa Yesu tu peke yake. Nimezunguka ninaona uko kwa Yesu peke yake. Kwa sababu mpaka hivi ninavyoongea, hao ni ndugu zangu, nimeshuhudia. Na hao waganga tuliletea. Mimi ni mtu niliyelelewa na dada yangu. Kwa asilimia zote yule dada aliparalyze. Tukao tunamsaidia usiku na mchana ndani ya miaka 5. Wakaleta wale waganga. Tukakaa nao. Masharti kibao. Kakitanda tu kakaleka buibui. Anasema hapa kuna kitu fulani. Mambo mengi ya kutishiana. Na ndio maana Yesu anasema kwamba jivike nira yangu laini na mzigo wangu ni mwepesi. Unapokuja kwa Yesu hakunaga sio kadabiri metanda wala lina masharti gani. Yesu ni mwepesi. Unapompika mzigo wako, yeye atakupeleka atakufikisha mahali sahihi. Na wewe utakuwa mzigo ngumu. Sasa tunasoma habari za Yesu Kristo mwenyewe. Toka katika kitabu hiki cha Yohana. Kinaeleza juu ya habari ya Wayahudi wenyewe. Anaelezea watu ambao walikuwa wanamjua Mungu. Yesu alipokuja, Wayahudi wengi hawakuamini. Mungkini na wao popote pale walipo. Kwa sababu hii injili nashuhudia sio ya kwanza. Umesikia injili nyingi, lakini pengine ndani ya moyo wako unasema hamna. Mimi nakwambia usiposema hamna. Mimi Bwana amenisaidia, nimenao mikono. Kile Mungu alichonipatia nilete kwako majuma 8. Kwamba Yesu ndiye njia, kweli ya uzima nimekileta. Na bahati nzuri umekisikia. Tena nimekuja kwa nauli yangu mwenyewe. Nina upendo wa Yesu Kristo. Ndio aliyetupima mahali hapa. Ndio aliyonipima mahali hapa. Na ndio maana nipo na kuelezea habari hizi. Kwa hiyo Yesu alikuwa anazungumza na wale wanaomjua Mungu wa Yesu. Yaani wanadini. Na unajua kitabu cha Yohana Mtakatifu kinamtambulisha Yesu kama mwana wa Mungu. Lakini walikuwa hawaelewi mwana wa Mungu ni nani. Walikuwa hawaamini. Na ametembea nao kwa muda mrefu. Lakini akawatambua ndani ya mioyo yao kwamba wanafadhaika mioyoni mwao. Akawaambia kwamba mniamini mimi. Nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Hata hivi leo ukiamua moyoni mwako usiseme nimechelewa kwa Yesu. Kwa Yesu hakuna kuchelewa. Ukiwauliza hao wote tuwape mic kwamba wewe tulikuja kwa pamoja, utasema hapana. Mwingine alikuja mwaka jana, mwingine mwaka juzi, mwingine jana, mwingine pengine leo. Kwa Yesu hakuna kuchelewa. Muda ule utakaoingia kwa Yesu utapewa sawasawa na taji yako vile ulivyokaa ndani ya Yesu. Kwa hiyo aliwaambia kwamba nyumbani kwa Baba makao mengi. Kama sivyo ningewaambia. Yapo mengi mno. Mungu hawezi kuishia. Kwa nini? Kwa sababu ndiye aliyemuumba mwanadamu. Ukienda kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Biblia inasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu.
Amina. Akatawale, akamiliki yote unavyoviona viko mikononi mwa Mungu. Hata umeze ni wewe, mimi neno la Mungu linaniambia. Kwa hiyo aliwahubiri watu wanaomwelewa Mungu. Na ndio maana Yesu akawaambia mniamini na mimi. Kwa nini aliwaambia hivyo? Kwa sababu Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Biblia inasema kwamba mtu haji kwa Baba ila kwa njia nani? Na Yesu. Hakuna njia nyingine zaidi ya Yesu Kristo pekee. Hata njia hiyo ya waganga inakuchelewesha. Hata njia hiyo ambayo sio sahihi, mimi sijui unamwamini nani. Mimi nimekuja kukuletea Yesu wa kweli. Kama huyo ndiye njia, kweli na uzima. Hata ukifa utakuwa hai, lakini usipompokea Yesu, usipomkubali Yesu, utakufa kweli kweli. Kwanza Wayahudi walikuwa wanamcha Mungu, lakini mioyo yao iko mbali na Mungu. Yaani wamekaribia sana Torati. Na unajua nini maana ya Torati? Ni zile sheria. Sheria ni nini? Ni ule utaratibu. Na ndio maana hata nchi ya Tanzania mpaka leo wamejaribu kuweka sheria, lakini mwanadamu bado anavunja ile sheria. Tatizo ni nini? Hofu ya Mungu haimo ndani yao. Watafanya kimya kimya na kieleweke, mwisho inakuwa iko pale pale. Lakini kama mtu akiwa na hofu ya Mungu hawezi akatenda yote, maana ndani yake ipo nguvu, ipo uwezo. Na ndio maana nasema katika Yohana, anasema wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo ipo uwezo ndani yake unaomfanya aishi maisha matakatifu. Hata kama mtu hamjui Mungu, yuko mbele yake anakalisha kadogo kadogo, yeye hawezi kufanya hivyo, maana anajua Mungu mbinguni anamuona. Hata kama kiongozi wa serikali yupo, anajua ananiona. Siwezi nikamtenda dhambi Mungu. Amina. Kwa njia ya pekee ni Yesu pekee. Na Yesu alijifunua kwa Wayahudi kwa njia ya mwana wa Mungu. Watambue kwamba yeye ni Yesu aliyekuja kuwaokoa, maana Mungu alimmilikisha mwana wake wa pekee. Na ndio maana katika Yohana tumesema mwana wake wa pekee alimtoa. Yeye alimmilikisha madaraka yote. Na ndio maana tuendelea kusoma mstari kadha wa kadha, anasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya nani? Ya Yesu Kristo. Ninamwelezea Yesu mtoa uzima. Huwezi ukaenda kwa Mungu bila kwa kupitia Yesu Kristo. Na ninapomtaja Yesu, ninautaja wokovu wa Mungu wa aliye hai unaoingia ndani ya mtu. Na ndio maana katika Warumi anasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua toka katika wafu, utaokoka leo. Ukiamini moyoni mwako utaokoka. Ukiamini moyoni mwako utamkiri. Tunampokea Yesu kwa njia ya kumkiri moyoni mwako. Kwanza kwa njia ya kuamini. Je, unaamini habari hizi ninazozihubiri? Na hizi habari sio za kwangu, ni za Mungu mwenyewe aliyenibadilisha tena. Sikuwa hivi nilivyo. Ni uwezo wa kimungu unanifanya niwe jasiri. Ni uwezo wa kimungu unatufanya tuwe majasiri. Tuelezea habari za Yesu Kristo, maana tunamjua, maana ninamjua, ninamuona. Namuelewa Yesu wangu niliyempenda ndani yangu, kama ni Yesu aliyejaa uzima tele. Sawa. Majuzi yaliyopita tulipigiwa simu na mume wangu kwamba pale chuo kama college kuna wanafunzi wanasumbuka na nguvu za giza. Zinamsumbua mpaka zinatoka kumwendea mauti. Sasa kwa sababu kwangu mimi ni dini, na ndani yangu nimembeba Yesu, nikaona ni dini la nguvu, lazima nilisimamie. Na nilipokea kwa ujasiri wote. Kweli nikatengeneza mazingira ya kwenda. Na Mungu akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko hapa. Maana mahali pale amepata neema ya kufundisha wale wanafunzi. Niko hapa, twende. Tukaenda mara moja. Yule binti anaelezea vitu mpaka anaogopa kulala pale hapo chuoni. Pamoja kwamba wapo na wenzao wanalala wote mahali pale.
lakini anakwambia naogopa. Mpaka tutamani kuondoka naye. Lakini moyoni nikasema hapana, kwani Yesu kasafiri. Yesu asafiri Bwana. Hata kama mimi nikienda mbali bado anamlinda yule mtu. Ni tendo la kuamini tu. Tukamuuliza unaamini Yesu kwamba anaokoa? Tukamwambia unaamini Yesu anaweza? Akasema ndio haraka, kwa sababu amebana kwenye kopa. Haraka. Na sisi tukafanya haraka, yule Yesu akaurudisha. Kweli akampokea Yesu. Alipompokea Yesu moyoni mwake, hivi leo napoongea, tukaingia kwenye kile chumba tukapewa na ofisi. Kuna patroni wao pale akatupeleka mahali pa ofisi. Tukaomba naye yule binti. Alikuwa hawezi, tumembebelea huku na huku. Omba naye. Alikuwa na wakati analalamika maumivu ya tumbo. Na akawa anatapika damu. Na mwezi wa pili mwaka huu, ndugu zake wawili kaka zake wanaongozana mauti. Kwa njia ya ugonjwa ambao yeye anauma tumbo na kutapika damu. Tukamwambia hii ni connection ya nguvu za giza katika ulimwengu wa roho. Hili dili analiweza Yesu. Yesu tu pekee kanaweza. Tukamwambia kweli, akaamua. Kweli tukaingia kwenye kile chumba. Tukaomba na yule binti. Omba. Vikaachia, tumbo likaachia. Omba kifua, tukimbia kwenye kifua. Maana shetani naye mshenzi. Anafunika bakikimbia kwenye kifua, ndio ana usalama. Hana usalama, huyo ni mali ya Mungu. Na ndio maana nimekuambia toka mwanzo kwamba wewe ni mali ya Mungu. Yesu anataka uwe na uzima tele. Na yeye ndiye mwenye njia kali na uzima, wengine hao wanakudanganya. Na ndio maana sisi hapa tuna mafuta wala kitu chochote. Tunaye Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ambaye tumemthibitisha naye. Tumeona kupona, tumeona kufungua, walio na mapepo yakiachia, wakiwa huru. Huyu ni Yesu ninayemtangaza kwa ujasiri wote. Sijaambiwa na mtu, mimi mwenyewe nimemshuhudia maishani mwangu. Nikiamua moyoni mwako kumkaribisha na kaingia ndani yake, utakaa ndani yake na wewe ndani yake, basi utaona uzima wa Yesu ndani yako. Atakuchezea nani wewe? Leo hii unachezea kwa sababu Yesu hamna. Unachezea malamu kuzunguka huko. Kuna habari haijui. Ukimbeba Yesu ndiye anayeona katika roho. Sawa. Ukitaka shetani akuachie, kiboko yake ni Yesu Kristo kumkaribisha moyoni mwako. Ukimkaribisha moyoni mwake, yule ndiye jeuri ya shetani. Hata kama watume mnapombea namna gani, toka kwa banda ya kienyeji, uchawi namna gani, nimeshuhudia watu toka Pemba huko wamefanya mitimbitimbi ya namna gani. Nilimwambia yule baba, achana na wokovu nilio nao. Huyu ni Yesu kiboko yao. Ukitaka kuniweza mimi, kaniweza Yesu. Ukiniweza Yesu, unaniweza mimi. Lakini Yesu hajawahi shindwa. Kila aliyekuja kwake alipata uzima wa milele. Jioni ya leo kuna uzima wa milele. Yule dada tukabeba mwana, Bwana akamfungua. Tulichokuwa tumesalia ni miguu. Akaja kanisani. Mpaka hivi ninavyoongea, anasema ni mzima, alafu najisikia mwepesi. Unajua shetani, mwili wa shetani na vifungo, unakuwa mzito. Unakuwa yani na uzito. Huwezi kufanya chochote. Nawaambia kweli, serious. Ndio. Unakuwa yani kila kitu. Shetani si mharibifu, si jambazi. Ndio. Yeye anaweza kukuchinja, anaweza kukuondoaje na ajali. Ndio. Anaweza mpango atakuuaje. Kuzimu inapanga, kwa sababu yeye ndiyo mla damu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu alimtoa mwanae wa pekee kwa ajili yako. Usikasema kwa ajili ya walokole, hapana. Ni kwa ajili yako wewe, hata kama una dhambi kiasi gani zimefika mpaka mbinguni. Yesu ni wa rehema. Atakurehemu. Na utakuwa huru kweli kweli ndani yako. Atakusamehe kabisa. Haangalii ule dhambi ulizo nazo. Anaangalia ule moyo wa toba wa kweli kutoka ndani. Yule dada mpaka leo anakwambia mnajisikia vizuri. Alafu najisikia mwepesi. Nikasema wow, basi ndio Yesu wangu. Amina. Niliyembeba, nina uhakika naye. Ndio. Ninamuelewa. Yuko vizuri. Nikiweka mikono juu yako, naamini kufunguliwa lazima ufunguliwe. Maana wewe mwenyewe umeamini moyoni mwako. Ufunguliwa na atakuwa wewe. Kwa hiyo jioni ya leo,
Kama nilivyoelezea juu ya habari ya Wayahudi, wamekalili Torati, sheria, kila kitu sheria. Na ndio maana hata kanisa letu, ndio maana mimi sijui, maana nayo ni dini. Wokovu tunaoelezea hapa ndio mpango wa Mungu mwenyewe halisi kwa wanadamu, lakini dini ndio mikakati ile migumu ya wanadamu kumtafuta nani. Na ndio maana Mungu alifanya mpango wa Yesu kuja ili wewe uokolewe katika yeye. Na ndio maana katika Mathayo 7:17 anasema sikuja kutengua ile Torati. Hakuja kutengua Torati, amekuja ili uitimilize kweli kweli. Yesu ndiye Bwana wa Torati. Ukiwa na Yesu, sheria utaifuata vizuri, utaifuata kwa uaminifu. Hata kama iko namna gani, ndani ya Yesu atakupeleka. Maana yeye amejiita kwamba yeye ni njia, kweli na uzima. Hivi tunavyoongea, uzima wa duniani tunao. Hapa nilipo nina amani ya ajabu, nina furaha ya ajabu, nina uzima wa ajabu. Hapa nilipo ninasubiria mbingu inayoandaliwa kwa ajili yangu, ambayo Yesu amesema yameenda kuandaa. Ni kweli Yesu aliwaambia hao Wayahudi anakwenda kuandaa makao kwa ajili yao. Na mimi nimo. Unafadhaika na nini jioni ya leo? Mwana wangu, nini jioni ya leo kilichokufadhaisha? Kwa nini ufadhaika? Yesu yupo, tunamtangaza mahali hapa. Yeye ni njia, kweli ya uzima. Tunasema ana uzima wa duniani, yaani unaoingia ndani yako. Hata kama uko mgonjwa kinamna gani, kwa Yesu lazima ufanye nini? Upone, ufunguke. Hata kama ulienda kwa waganga karibu 100 na kitu, kwa Yesu njoo uone. Na ndio maana katika sala nasema onjeni muone kama Bwana sio mwema. Ni mwema. Bwana ni mwema nyakati zote. Nimekuhubiri kwa kinywa sana. Jioni ya leo Yesu ana uzima kwa ajili yako. Mwamini Yesu. Huyu ninayemhubiri kwa ujasiri wote na mzuri. Hii dunia inapita na mambo yake. Yote unavyoviona mizuri vinapita. Siku hizi hata wadada wanazaliwa, akizaliwa huyu unamwona huyu ni mzuri, akija mwingine mzuri zaidi. Ndio dunia ya sasa hii imegeuka kuwa Sodoma na Gomora. Na Sodoma na Gomora ilikuwa hivyo. Kiliinuka kizazi cha wadada wazuri, kila siku wanazaliwa wazuri wa kitu. Hizi ndizo nyakati za siku za mwisho. Yesu ameandaa uzima kwa ajili yako, uzima wa hapa duniani na kisha uzima wa milele. Ukimwamini jioni ya leo, ukimwamini jioni ya leo na kumkiri jioni ya leo, Yesu ataingia ndani yako, utakuwa umepokea wokovu. Hata mimi niliamini kwa moyo wangu wote, nikafungua moyo wangu, nikaongoza sala ya kukiri. Ile sala ndio ilionipeleka nikampokea Yesu. Mpaka hivi leo ninamtangaza Yesu. Sijaona kujuta, sijaona kushindwa, maana Yesu ni mzuri nyakati zote. Ninamwelezea kwa sababu ndiye ninayemwishi. Akizungumza chochote ndani yangu lazima nimfuate, maana nimeamua kumwishi, nimeamua kumpendeza, nimeamua kumtumikia, nimeamua kumhubiri bila haya aina yoyote, maana ninamtangaza Yesu kweli anayefanya maajabu. Una jambo gani gumu kwako? Je, sheria zimekufunga kwako ukashindwa kumwamini Yesu? Je, magonjwa yamekufungamanisha kwako? Pokea wokovu, huo ndio uzima. Pokea wokovu. Nimesema toka mwanzo, sijaje kuleta mafuta, nimemleta Yesu mzima. Nikiomba huyo anaitika mwenyewe. Na dunia sasa hivi ni dunia ngumu mno, na manabii wa uongo wamekuwa wengi mno. Utasadiki vipi hivi tunavyoongea, tunavyohubiri? Mnasikiliza kwa makini, na Mungu ndani yako anakuambia kabisa, huyu anahubiri injili ya kweli. Amini. Maana wokovu ni sasa, sio kesho. Haujui ya kesho. Tumeona watu tuliohubiri waliahidi, walisema kesho, hawakuamka. Walilala moja kwa moja. Walisema wataamka, lakini hawakuamka. Hakuna ujazo. Na ndio maana kiboko ya mwanadamu ni kifo. Ukifika kifo kwenye mwanadamu kasi hata mkia ni uzuri ya kufa mtu. Mkubali Yesu tunayemhubiri hapa.
Hiyo ndiyo njia, kweli na uzima. Ukimwamini moyoni mwako utamwishi. Ukisha mwishi bado na uzima wa milele. Bado tiketi utakuwa nayo, maana tiketi ni Yesu mwenyewe, na ameandaa makao kwa ajili yako. Na ndio maana aliwaambia Wayahudi, acheni kufadhaika mioyoni mwenu, mko mahali sahihi. Mimi Yesu naenda kuandalia makao, nitarudi tena kuwachukua nilipo mimi, nanyi mwepo. Jioni ya leo Yesu anakupenda. Amen. Tumekuja mahali hapa sio kwamba hatuna kazi. Nina kazi kama mwanamke, ninayejielewa kwenye ndoa yangu, ninayejielewa kwenye familia yangu, na sijachanganyikiwa. Nina majukumu, nina biashara zangu, nina kila kitu, na kazi zetu, lakini nimemheshimu Mungu kuja kuleta habari hizi njema za Yesu. Ukiamua jioni ya leo, ukiamini jioni ya leo, Yesu ataingia moyoni mwako. Ni pendo dogo tu, wala sio kubwa sana. Ni kuamini moyoni mwako na ni kuongoza sala ya ukiri. Ukikiri hiyo sala nitakayo kuongoza, Mungu atakusamehe vyote, haijalishi ni kubwa kiasi gani. Akisha kusamehe, ndani ya moyo wako tayari umepokea wokovu. Kinachofuata ni kumwendelea kumuishi kuanzia hivi sasa. Nimesema haujachelewa, wakati ni sasa. Yesu yuko tayari kutembea na wewe. Yesu yuko tayari kukaa na wewe. Kama uko tayari, mimi nitakuwa tayari kuomba na wewe. Popote pale ulipo unaponisikiliza, naomba utulie pale ulipo. Haleluya. Asante Yesu. Inamisha kichwa chako. Ni dakika chache tu, hata sikuchukulia muda mrefu. Hapa hapo, kama ukiweza kusogea hapa, sogea. Usionee haya injili ya Bwana. Ni uwezo wa Mungu. Unaweza kasogea hapa hapo ulipo kama uko tayari kweli. Nikuongoze sala hii ya ukiri ya kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Popote ulipo, kama uko tayari. Kama uko dukani na uko tayari moyo wako, unaweza ukafanya utulivu kidogo, nikuongoze sala hii. Wewe kiri tu moyoni mwako, Yesu ataingia moyoni mwako hapa hapo ulipo. Popote ulipo, kiri kama umeamua moyoni mwako. Kiri maneno haya, yatakusaidia msaada wako. Usije ukaondoka, sikutishii wale wa maisha, tuko duniani. Hata mimi mwenyewe naweza nikaondoka hata ninapoongea, kama wakati wa Mungu umefika. Lakini kama hujafika bado, lakini kama wakati wa Mungu umefika, nitaondoka. Lakini pengine wakati wako umeisha. Kili maneno haya yakusaidia. Utakuja kunikumbuka siku moja kwamba yupo dada alihubiri pale Majumbani, lile jumba la tunda la gold. Alihubiri, na ni kweli nilihubiri, na kweli mwanamke nilitoa jasho. Tunahubiri hapa ni kwa ajili yako. Usiache, usigairi. Yesu anakupenda, ni kwa ajili yako. Niko tayari nikuongoze sala ya toba. Unaweza kufanya utulivu popote pale ulipo. Inamisha kichwa chako. Mheshimu Mungu, nami naomba kwa ajili yako. Nifuatishe maneno haya popote pale ulipo. Sema: Bwana Yesu, asante kwa upendo wako mwingi. Siku ya leo neno lako limehubiriwa. Nilikuwa siamini neno lako, leo nimeliamini. Leo nimeelewa. Nimeamini kwamba wewe kweli ni njia, kweli na uzima. Kwingine nimezunguka, nimehangaika, sikuona uzima. Yesu, nimeamini jioni ya leo. Niko tayari kukupokea wewe moyoni mwangu. Naomba nifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Liandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Nimetenda dhambi vya kutosha, lakini leo nimeamua kukuamini wewe Yesu na kukukiri wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Niko tayari kutembea na wewe maisha yangu yote. Asante Yesu kwa kuniokoa na kwa kunionyesha njia sahihi. Ni katika jina la Yesu linalopita majina yote naomba na kushukuru. Sema amen. Hapa ulipo, mimi nitaomba kwa ajili yako. Mungu akuwezeshe, akupiganie, akutetee katika safari hii ya wokovu. Hata mimi mwenyewe nilifanya tendo hilo na wakaniombea. Mungu atembee na mimi, aniongoze katika safari ya wokovu. Kwa hiyo ninaomba na wewe, Mungu akuwezeshe katika safari ya wokovu. Baba, katika jina la Yesu,
Asante kwa ajili ya mwanamke huyo aliyeamua jioni ya leo. Asante kwa ajili ya mwanamume jioni ya leo aliyeamua moyoni mwake. Asante kila aliyeamini na kukiri jioni ya leo maneno haya. Baba, namuinua mbele ya kiti chako cha enzi. Umwezeshe mpiganie nyakati zote, wakati anaendelea kupata neema ya kuendelea kuwapo duniani. Mkono wako Mungu usimpungukie. Mlinda, mtunze kila zinapokanyaga nyayo zake. Mahali popote pale anapokuwa, neema yako Yesu usimpungukie. Usimame upande wake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mpe kushinda magumu yote, mpe kushinda changamoto zote, na kisha uzima milele. Asante Bwana Yesu, maana neema yako itamkumbatia kila moja aliyeamini ya kukiri wewe Yesu jioni ya leo. Ni katika jina la Yesu linalopita majina yote naomba nikiamini haya, sema amen. Amen. Wakati huu naomba nikaribishe, kama kuna mtu yeyote ni mdhaifu anataka kuombewa, Mungu amguse popote pale alipo. Tumekuja kwa ajili ya hayo yote. Niko tayari kuomba na wewe, niko tayari kukuombea fadhaa yote ile ulionayo, udhaifu wote ulionayo. Kinachotakiwa, unaweza kugusa mahali pale panapouma. Mungu atakugusa kwa imani. Mwamini Yesu, nami nina imani mahali hapa kwa ajili yako, nami ninaomba kwa ajili yako wewe. Hebu ufumba macho, nami nitakwenda kuombea popote pale ulipo. Hata kama ni biashara yako, naiombea pale ulipo. Wewe mwamini Mungu, neema itashuka hapa pale ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Bwana, asante kwa ajili ya watu wako hao wazuri, watu wako hao wa muhimu, walioonyesha nia ya kusikiliza maneno yako. Mungu, hao ni watu wako uliowaumba kwa mfano wako, uliotengeneza mpango wa kumleta Yesu akaja ulimwenguni, na wao waliomo katika ulimwengu. Nami ninawaombea Bwana, kutana na mzigo alionao, kutana na magonjwa alionao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakemea kila roho za magonjwa yaliyokamata maisha yake, yaliyokamata mwili wake, yaliyoteka mwili wake, anazunguka huku na kule, vimeshindikana. Katika jina la Yesu ninang'oa roho ya magonjwa ile, achie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achie shetani kila ulikokamata, kama ni kichwa, kama ni tumbo, kama ni miguu, chochote kile kilichokamata katika mwili wake, ninaking'oa sasa na kukisambaratisha kuzima, kiteketee katika jina la Yesu linalopita majina yote. Ninatangaza uzima wa Yesu, ule uzima wa kweli ububujike ndani yake, ububujike katika mwili wake, ububujike katika kichwa chake, katika tumbo lake, katika miguu yake, chochote kila alicho nacho, katika jina la Yesu apokee uzima kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lakini Bwana, naiombea na biashara hii Bwana ikastawi katika jina la Yesu. Ukaibariki Bwana, kama ulivyosema umembariki mtu huyu, umembariki kwa baraka zote za rohoni na za mwilini. Nami ninatangaza roho ya kubarikiwa katika jina la Yesu, katika biashara yake. Kila roho ya mbingu, kila roho ya vizuizi, kila roho za kiuchawi, kila nguvu za giza zinazozuia, achia pande zote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hayaachia majumbani, hayaachia majumbani. Roho za kiuchawi, roho za kiganga, ninazipiga, ninaziangamiza, ninaziteketeza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia eneo hili. Eneo hili ni mali ya Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Ni mali ya Mungu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nami ninatangaza kufunguliwa kwa eneo hili katika jina la Yesu linalopita majimbo yote. Natangaza nguvu ya Mungu ikatande pande zote, ikazunguke pande zote, ikafunike pande zote, tukamwone Mungu aliye hai anayebariki watu. Baba, asante, maana ndivyo tutakavyoendelea kutembea kwa watoto wako. Ninalibariki jina lako kubwa sana na kulinua mahali pako pa juu. Naomba na kushukuru. Wote kwa pamoja tuseme amen. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Haya makofi baada ya hayatoshi kwa Yesu. Simama kwa miguu yako, mshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.